baina ya makaburu na watu weusi wa Afrika ya Kusini, na mwisho wa siku wakaridhiana, wakawa wanaishi mahala pamoja wa Afrika ya Kusini. Sasa baadaye ile dhambi ikawa inaendelea, watu weusi sasa wanaanza kuwabagua watu weusi wenzao. Sasa Uislamu unakataza kile kitu, kubaguana kwa mataifa ama kiukanda, kwamba bwana hapa watu wa aina fulani hawaruhusiwi kuja hapa katika taifa letu. Uislamu unakataza jambo kama hili. Sasa kinachowakosi kwa mfano Afrika ya Kusini ni kwa sababu ya dini. Dini imekuwa, ile imani ya dini imekuwa ni ndogo sana. Imani ya dini South Africa imekuwa ni ndogo sana, yaani 100% ya wakazi wa Afrika ya Kusini 98% ni watu ambao wa dini nyingine, yaani 2% tu ndio Waislamu katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo watu wengi sana wamekosa ile imani ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Unajua, mtu akimuelewa Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa hawezi kumbagua mtu kwa rangi yake wala ukabila wala ukanda wala kwa nchi, hawezi kumbagua kwa sababu anaelewa Mwenyezi Mungu anasema inna akramakum inda Allahi atqakum, hawezi kumbagua mtu. Kwa hiyo kinachowakosa Afrika ya Kusini ni ile imani ya dini, wamekuwa hawana. Ndio maana unakuta wanaanza kuwabagua watu weusi wenzao, kwamba wewe unatoka Tanzania hatukutaki, wewe unatoka Ghana hatukutaki, wewe Nigeria hatukutaki, wewe wapi hatukutaki. Ile ni ukosefu wa imani ya dini. Kwa hiyo Uislamu unapinga kitu kama hili. Ukisoma katika historia, Marekani kulikuwa na ubaguzi vile vile baina ya watu weupe na watu weusi, wenyewe walikuwa wanaita Jim Crow laws. Ukisoma katika historia utakuta kitu kama hiko. Watu weusi walikuwa wanabaguliwa katika taifa la Marekani. Yaani ukisoma katika historia, watu kama wakina Martin Luther King walianzisha harakati mbalimbali za kukomboa uhuru wa watu weusi katika taifa la Marekani. Watu wakina Martin Luther King ni wanaharakati ambao walikuja katika taifa la Marekani kuja kutafuta uhuru wa watu weusi, na wanaharakati wengine wengi walikuja, na harakati nyingi ziliendeshwa katika taifa la Marekani. Lakini miaka hiyo kulikuwa na ubaguzi wa rangi kiasi ambacho mtu mweusi ilikuwa hairuhusiwi kukaa mtaa mmoja na mtu mweupe, ilikuwa hairuhusiwi. Kuna baadhi ya maeneo ambapo watu weusi ndio walikuwa wanakaa, lakini kuna maeneo huruhusiwi. Na kuna baadhi ya nchi mpaka leo ukienda Ulaya kuna mitaa ambayo watu weusi hawaruhusiwi kukaa. Upo ubaguzi, sio kwa kiwango kikubwa kama mwanzo, lakini mpaka leo kuna baadhi ya nchi ubaguzi upo. Bali kuna baadhi ya maeneo tunaweza kuona kama Italy, kama Ujerumani, kuna watu wanafanyiwa ubaguzi wa rangi, tunaita racism. Hii ni aina ya ubaguzi wa rangi ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameikataza, kwamba hakuna ubora wa mtu mweupe juu ya mtu mweusi na wala hakuna ubora wa mtu mweusi juu ya mtu mweupe. Mtume akakataza ila bitaqwa. Lakini utakuta kuna baadhi ya nyakati mchezaji mpira anarushiwa gandarandizi. Tumeshuhudia wakina Vinicius, yeye mnamjua Vinicius yeye. Yeye anacheka, anamjua Vinicius. Watu kama kina Vinicius tumeshuhudia wakifanyiwa ubaguzi wa rangi. Wakina Samuel Eto'o tumeona wakifanyiwa ubaguzi wa rangi. Tumeona wakina mchezaji gani wa Barcelona sasa hivi yule? Nani? Lamine Yamal. Huyo mnamjua Lakini ingekuwa sala mathematics hapa kila mmoja angeanza kukimbia. Lamine Yamal. Kwa hiyo yule naye tumeona ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa racism, ubaguzi wa rangi ambao unaendelea katika nchi za Ulaya. Sasa kitu kile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekikataza, kwamba asibaguliwe mtu kwa rangi yake, kwa kuwa huyu ni mweusi abaguliwe, au kwa kuwa huyu ni mweupe abaguliwe. La, ni kitu ambacho Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amekikataza. Nchi kama Rwanda 1994, Rwanda genocide, mauaji ya kimbari ya Rwanda, tumeshuhudia mauaji ya kimbari ya Rwanda. Ni ubaguzi wa kikabila baina ya Wahutu na Watusi. Wahutu na Watusi walibaguana wao kwa wao. Rwanda 1994, Rwanda genocide. Ukisoma katika historia utakuta more than 1 million people killed. Zaidi ya watu milioni 1 waliuawa 1994, Rwanda genocide. Kwa nini? Ulikuwa ni ubaguzi wa kikabila, huyu Mhutu, huyu Mtusi.
wakauana wenyewe kwa wenyewe, na sababu ilikuwa ni ndogo tu. Inaonekana watu fulani wanapewa bora zaidi kuliko ni watu wengine. Watu wakaanza kupublish baadhi kwenye vyombo vya habari, unajua watu fulani wanapendelewa, watu fulani hivi, watu fulani hivi. Mwisho wa siku moja kuna mtu mmoja akasimama kwenye media akawaita Watusi cockroach, akawaita kuwa mende, alafu akatangaza kuanzia leo akionekana Mtusi yoyote barabarani kata kichwa. Na Watusi nao wakatangaza akionekana mtu yoyote barabarani kata kichwa. Watu wakaanza kubaguana kwa ukabila. Ilitokea Rwanda 1994, Rwanda genocide. Na kilichosababisha ni kwa kitu kidogo tu. Watu walikaa wakatengeneza chuki kupitia vyombo vya habari, na ile chuki ikaenea. Kama unavyoona sasa hivi hapa Tanzania, Sheikh Mawinda, kuna vyombo vya habari vinatumika wakati mwingine kuchochea baadhi ya mambo. Na ile jambo inatakiwa serikali iwe makini sana. Yaani kuna media huwa zinaanzishwa kimkakati kwa ajili ya kuchochea baadhi ya mambo fulani fulani. Kuna podcast zinaanzishwa, lengo ni kuchochea baadhi ya habari fulani fulani. Utakuta kuna podcast moja Sheikh Mawinda inaanzishwa, kisha wanaalikwa viongozi fulani fulani wastaafu wale waliopita serikalini. Kisha wakishaalikwa kwenye ile podcast, anawekwa pale, kisha anaanza kuulizwa maswali. Yale maswali yanakuwa ni ya kimkakati. Yale maswali yanakuwa ni maswali ya uchokozi ya kimkakati. Bali imefikia kiwango wale viongozi na wenyewe pia wanakuwa wanatumika kuchochea baadhi ya mambo. Wale viongozi wale wanakuwa wanatumika kuchochea baadhi ya mambo. Inafikia kiwango mpaka wakati mwingine wanatoa siri za nchi. Unajua ukishakuwa kiongozi wa serikali unaapa kulinda siri ya serikali. Kwa hiyo hata ukiitwa kwenye media kuna baadhi ya vitu huwezi kuviongea. Lakini kuna podcast zinaanzishwa, kisha wanaitwa wale viongozi wanaanza kuulizwa baadhi ya maswali fulani ya kimkakati. Kisha ule kiongozi anaanza kutoa siri za serikali. Tulifanya hivi, ilikuwa hivi, ilikaa hivi. Kumbe lengo ni kuchochea baadhi ya mambo fulani. Kwa hiyo umakini mkubwa sana unahitajika kwenye hizi media, kwa sababu Rwanda ilisababishwa na media. Alienda Mtusi mmoja akakaa kwenye media akawaita kule wengine wa Wahutu kwamba cockroach. Mwisho wa siku akaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe wakauana. Kwa hiyo umakini unahitajika sana kwenye uchochezi, hasa kwenye upande wa media. Kwa hiyo ilitokea Rwanda 1994, Rwanda genocide. Lakini Ujerumani vile vile, ukiangalia historia Holocaust ile ya Hitler, anaua Mayahudi. Wakati Hitler anaua Wayahudi, ilikuwa ni katika moja ya mauaji mabaya sana. Holocaust ukisoma katika historia ni katika moja ya mauaji yaliyowahi kutokea duniani mabaya sana. Kwa hiyo ukisoma kwenye historia kuna matukio mengi. India ilishawahi kukabiliwa na migogoro ya ubaguzi vile vile. Mpaka leo India kuna baadhi ya maeneo kuna ubaguzi huko unaendelea. Kwa hiyo kuna maeneo mengi duniani ilishawahi kutokea ubaguzi na watu wakauana sana. Kwa hiyo Uislamu umekuja kupinga kitu kinaitwa ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kikanda, ubaguzi wa kikabila. Uislamu umekuja kupinga. Sasa usistaajabu leo mtu akaanza kumbagua mtu kwa sababu katoka Zanzibar. Mtu akamba huyu bwana Mzanzibari tumbague. Uislamu haufundishi kitu kama hiki. Inna ja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu. Lengo la Allah subhanahu wa ta'ala ni kufahamiana. Huyu kaumbwa Mzanzibari, huyu kaumbwa Mtanganyika, yule kaumbwa Makonde, yule kaumbwa mtu wa Mozambiki. Litaarafu ndio lengo la Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini asibaguliwe mtu kwa sababu katoka mahala fulani. Uislamu unakataza. Wakati wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama kulikuwa na masahaba masahaba wengi waliotoka katika mataifa mengine. Kwa mfano, kulikuwa na sahaba alikuwa akiitwa Salman al-Farisi. Alitoka upande wa Uajemi, ambapo leo tunasema ni Iran, ambayo ilikuwa ni katika dola ya Persian Empire. Salman al-Farisi alitokea kule, alikuwa ni katika moja masahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tena Mtume aliwahi kumtolea mfano siku moja ya kwamba itafika mahala nguvu ya Uislamu itatokea upande huu, akimwelekeza kidole Salman al-Farisi ambaye alikuwa ni Muajemi. Salman al-Farisi, Mtume alimwelekeza kwamba itafika mahala nguvu ya Uislamu huko tunapokwenda itatoka upande huu. Mtume akimwelekezea kidole Salman al-Farisi. Salman al-Farisi hakuwa Mwarabu, lakini hakubaguliwa eti kwa sababu ni Muajemi. Mtume hakumbagua Salman al-Farisi.
wala masahaba hawakumbagua Salman al-Farisi, bali ukisoma kwenye historia kuna sahaba mwingine alikuwa akitwa Bilal ibn Rabah, alikuwa ni mtu mweusi. Bilal ibn Rabah alikuwa ni mtu mweusi, lakini mtume hakumbagua kwa sababu ya weusi wake, kwa sababu mtume ameletwa ulimwenguni kuwa ni rahma kwa ulimwengu mzima bila ya kubagua. Wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin, mtume tumekutuma wewe katika ulimwengu mzima uende kuwa rahma, ulimwengu mzima uwe ni huruma, kwa sababu watu walikuwa wamepotea. Sasa watu weusi walikuwa wakichukuliwa kama ni watumwa, walikuwa wakipelekwa katika baadhi ya nchi, wakienda Marekani, wakienda katika baadhi ya maeneo mengine. Leo watu wamepindua historia tu, wanaelezwa kwamba Waarabu ndio wameanzisha historia ya utumwa, which is not true. Yani ni vile tu watu wanaamua kutengeneza propaganda, kuwachafua baadhi ya watu wa aina fulani, kwa sababu tu wanajua kwamba dini ya Uislamu imetokea wapi. Kwa hiyo wakati fulani wanaamua kuwachafua tu watu, lakini ukisoma kuna watu walikuja huku kuanza utumwa kabla ya Waarabu hawajaja. Huko Afrika Mashariki ya Kati huko walikuja watu kuanzisha utumwa kabla ya Waarabu hawajaja huko. Kwani kina Vasco da Gama ndio walianza kuja kabla ya Waarabu? Kina Vasco da Gama ndio walianza kuchukua watu kupeleka utumwani kabla ya Waarabu? Kwa nini leo ionekane kuwa walianzisha utumwa walikuwa ni Waarabu? Tafsiri yake ni kwamba wakati fulani ukitaka kumuua paka mpe jina baya. Kwa hiyo wanaeleza duniani kwamba biashara ya utumwa imeletwa na Waarabu, lakini kina Vasco da Gama hawataji. Yaani kina Vasco da Gama wanaonekana walileta dini, ila Waarabu ndio walileta kuja kuchukua watumwa, which is not true. Historia hii inapotoshwa. Aloanza kuja kuchukua watumwa na biashara ya utumwa Afrika Mashariki ni Vasco da Gama, japokuwa ni biashara ambayo ilikuwa inaendelea Ulaya na nchi za Asia na nchi za Hijaz, ilikuwepo tangu na tangu, lakini mtume alikuja kuikomesha hii biashara na mtume alikuja kuondosha hii. Ndio maana unaona Bilali ni katika mmoja wa masahaba waliokombolewa kwa fedha nyingi, na Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu alimkomboa kwa fedha nyingi Bilali baada ya kuingia katika Uislamu, na akakataa kumkana bwana mtume Muhammad, akawa anapata adhabu kali na yule bwana wake aliyekuwa anammiliki. Ikafikia mahala Abu Bakar akatoa pesa nyingi kwenda kumgomboa Bilal ibn Rabah. Abu Bakar alitoa pesa nyingi kwenda kumgomboa Bilal ibn Rabah, na toka hapo Bilal akawa yuko huru, bali mtume akamfanya kuwa ndio muadhini wake. Tazama hiyo vilonzo na maajabu. Mtume akamfanya Bilal kuwa ndio muadhini wake. Inafaradhisha sala, muadhini wa kwanza mtume anamfanya kuwa ni Bilal ibn Rabah, mtu mweusi. Kulikuwa na Waarabu, kulikuwa na watu ambao wana sauti nzuri, kuna watu ambao walikuwa na lafzi nzuri ya Kiarabu. Ilifika mahala Bilali kuna baadhi ya matamshi ilikuwa hawezi kuyatamka. Kwa mfano kwenye lugha ya Kihabesh, na inasemekana Bilali alikuwa ni Mnubi, yani wameathirika ile mother tongue, ile lugha yao ya asili ya Wahabeshi imewaharibu kiasi ambacho mpaka hawawezi kusema shini. Sisi Waswahili tunaweza kusema shini, Wahabeshi hawawezi kusema shini, wanasema sini. Kwa hiyo ukimwambia aseme ashhadu an la ilaha illa Allah hawezi, anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa hiyo Bilali ilikuwa hawezi kusema ashhadu an la ilaha illa Allah kwenye adhana, ilikuwa hawezi, ilikuwa anasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Lakini mtume alimfanya hivyo hivyo kwa muadhini wake. Kwa nini? Mtume alikuwa anatufundisha kwamba hakuna ubaguzi wa rangi, kwamba kwa kuwa huyu ni Mwarabu anatamka vizuri tukambagua huyu Bilali eti kwa kuwa ni mweusi au atamki vizuri Kiarabu. Mtume hapa alikuwa anaonyesha hakuna ubaguzi katika Uislamu. Siku moja niwapeni kisa. Bilali alikuwa akifanywa fitna kwenye ile nafasi ya uadhini, alikuwa akifanywa fitna na baadhi ya watu walikuwa wanaitaka ile nafasi. Siku moja Bilali akawa anaelekea msikitini kwenda kuadhini. Kuna sahaba mmoja akawa amemuwai Bilali, yeye akawahi kwenda kuadhini. Bilali anafika pale na kutaadhani na adhiniwa, basi Bilali akakaa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa kuwa nyumba yake ipo karibuni na msikiti, alisikia adhana inaadhiniwa, akaingia wakasali.
Baada ya kumaliza kusali, Jibril alayhi salam akashuka kwa mtume kumuuliza, hivi nyinyi mmeswali leo sala ya dhuhuri? Mtume akamwambia naam, tumeswali. Akamwambia tumezoea kusikia sisi wakazi wa mbinguni adhana ikiadhiniwa huko ardhini, sisi tunasikia, lakini leo hatujasikia. Mtume akaanza kuuliza, ni nani kaadhini leo? Akatokea mtu mmoja akasema, mimi nimeadhini. Mtume akasema, kwa nini hajaadhini Bilali? Bilali alikuwa amechelewa. Aliyokuwa Bilali alikuwa hajachelewa. Jibril akamwambia Mtume, basi ndio maana tulikuwa tujasikia adhana, kwa sababu tunaisikia adhana ya Bilali ikiadhiniwa duniani. Kwa hiyo unaweza ukuona fadhila ya Bilali, ubora wa Bilali aliyokuwa nao, juu ya kwamba alikuwa mtu mweusi, lakini adhana yake ilikuwa inasikika mpaka mbinguni. Bali Bilali ndio mwanadamu ambaye alikuwa akitembea, ile miguu yake hashhash, miguu yake zile hatua zake, ilikuwa akitembea duniani, ilikuwa anaonekana anatembea peponi. Kwa sababu Mtume alipokuwa amekwenda katika safari yake Isra wal Mi'raj, alipokuwa amekwenda kutembelea katika pepo, anapitishwa katika pepo, katika moto. Alipokwenda peponi akawa anasikia miguu ya mtu anatembea. Akamuuliza Jibril, nani huyo? Akamwambia huyo ni Bilali, anatembea ardhini, miguu yake inatembea peponi. Tazama, Bilali alikuwa ni mtu mweusi, lakini bado alikuwa ni mtu ambaye ana ubora mkubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na bali ni sahaba aliyepata fadhila kubwa kwa yale ambayo aliyokuwa anayafanya. Alikuwa ndio muadhini wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali ndio sahaba ambaye Bilal, mtu mweusi, ndio sahaba ambaye aliyekuwa Mtume anamuota mara kwa mara. Yani ilikuwa Mtume anamjia Bilali katika ndoto mara kwa mara. Unajua, baada ya kifo cha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutokea pale katika mji wa Madina, kuna baadhi ya masahaba waliondoka kwa huzuni tu ya kuhuzunika, sio kwa maana waliamua kuondoka, pengine huzuni yao ilikuwa ni kubwa. Yani kila wakikaa wanafikiria Mtume tulikuwa tunakaa naye hapa, Mtume alikuwa akitufundisha hapa, Mtume tulikuwa tukienda naye hivi. Kwa hiyo huzuni zao zilikuwa haziondoki katika mioyo. Kwa hiyo kuna wengine wakaamua kuhama. Ndio baadhi wa ulama wanasema hata sababu ya kifo cha Saidina Abubakar haikuchukua muda mrefu baada ya kifo cha Mtume, kwa sababu Abubakar alipata ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Yani ile huzuni na mawazo juu ya kumwaza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, Abubakar akapata ugonjwa wa vidonda vya tumbo kwa sababu ya mawazo. Ilikuwa nafika hatua Abubakar alikuwa anawaza mpaka ikawa nafikia hatua nyongo inatapika, nyongo inatapika. Na ilikuwa nafika mahala masahaba wanasimulia, wanasema harufu ya mdomo wake Abubakar ilikuwa inafika kama vile maini yanaungua. Yani nyongo ilikuwa inatapika mpaka yale maini kama vile yanaungua, harufu ikawa inatoka mdomoni. Yani mawazo aliyokuwa nayo Abubakar Siddiq juu ya Bwana Mtume Muhammad. Haikuchukua muda mrefu akafariki. Bilali akaamua kuhama, akahamia Sham. Alipokuwa amekwenda Sham, Bilali akakaa kule, Mtume akamjia katika ndoto kwamba mbona umenihama muda mrefu, hujaja kunizuru kwenye kaburi langu? Bilali anafunga safari, anatoka kule Sham, anakuja kumzuru Mtume Madina. Anafika pale Madina, wajukuu wake Mtume Hassan na Hussein wanamuomba Bilali apande kwenye kinara kwenda kuadhini. Bilali anakataa kuadhini. Wakamuomba tena Hassan na Hussein, akakubali Bilali kwenda kuadhini. Bilali anapanda kwenda kuadhini, mji mzima wa Madina ukaangua vilio. Watu wakaanza kutoka mashariki, magharibi, kila mmoja akawa anakuja analia. Wengine wanasema Mtume kafufuka, kwa sababu wakaanza kuikumbuka sauti ya Bilali. Walikuwa wanajua Bilali akiadhini Mtume anaingia msikitini. Sasa walipoisikia sauti ya Bilali wakawa wanajiuliza Mtume kafufuka. Watu wakawa wanakuja, msikiti wa Mtume ukajaa. Bilali alipokuwa ameona watu wamejaa msikitini, akashindwa kuendelea na adhana, kilio kwikwi mpaka anaanguka chini akiwa anamkumbuka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni sahaba aliyepata sharafu kubwa juu ya rangi yake ya weusi, lakini Mtume alimpa ubora mkubwa kuonyesha kwamba hakuna ubaguzi katika Uislamu. Ukiingia msikitini, mkienda kupanga safu, ukimkuta mtu anakubagua, anasogeza mguu, huyo bado imani yake haipo sawa sawa. Huyo mtu imani yake haipo sawa sawa. Na hili ninalisema, kuna baadhi ya watu wana tabia hiyo katika misikiti. Kuna baadhi ya watu wana tabia hiyo. Imamu anasema sawu sufufakum, i'tadilu, aqimu sufufakum, watu hadhu baina almanakib wal aqdam. Yani maana mabega kwa bega yagusane.
nyayo kwa nyayo. Kuna watu ukimpelekea nyayo anakwepesha, ukimpelekea kidole anakwepesha, ukimpelekea bega, hataki kugusana na Muislamu mwenzie. Ni nini ubaguzi uliokuwa umemjaa? Huyu mtu imani yake haipo sawasawa. Inna akramakum inda Allahi atqakum, ubora wa mtu unapimwa kwenye uchamungu. Wewe una uchamungu gani mpaka unafikia kiwango cha kumbagua mwenzio kwa rangi yake, kwa ukabila, kwa utaifa? Mimi taifa fulani ndio bora. Nani kasema Uislamu unazingatia hivyo? Kama ingelikuwa Uislamu unazingatia ubora wa kitaifa, Bilali asingekuwa muadhini wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama Uislamu ungekuwa unazingatia mimi mzawa sehemu fulani, Abubakar asingekuwa khalifa wa Uislamu, kwa sababu wale walihama kutoka Maka wakahamia Madina. Alihama kutoka Maka akamia Madina, walikuwa ni wageni wale, walipokelewa na ndugu zao wa Madina. Lakini leo katika Uislamu kuna baadhi ya watu wanawabagua wenzao. Bwana, mimi wewe umekuja hapa Dar es Salaam, mimi Mzaramo, wewe umetoka huko Mnyamwezi, wewe hapa kuhusu. Uislamu hausemi hivyo. Uislamu hausemi hivyo. Masahaba waliohama kutoka Maka wakahamia Madina walipendwa na ndugu zao, bali Mtume alipoondoka wale wageni ndio walikuwa viongozi. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Waliwapenda ndugu zao, bali waliwapa vile ambavyo walivyokuwa navyo wao, waliwapa na hawakuona dhiki. Kwa hiyo asitokee mtu Mzaramo kazaliwa hapa akaona Mnyamwezi kaja, wewe Mnyamwezi umekuja hapa huwezi kuwa mtu fulani. Uislamu unakataza hivyo bwana, inna akramakum inda Allahi atqakum. Na asitokee mtu akaanza kujitakasa akajiona yeye ni bora. Mwenyezi Mungu anasema fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Asitokee mtu akajitakasa mimi ni bora kumshinda mwingine. Mwenyezi Mungu ndo anayejua hapa nani kati ya sisi ni mcha Mungu kumshinda mwingine. Mwenyezi Mungu ndo anajua katika hilo, kati ya sisi hapa ni nani kamshinda mwingine mcha Mungu, wala hakuna sababu ya kuweza kubaguana. Bali kulikuwa na sahaba alikuwa akitwa Suhaibu Ar-Rumi, alitoka Rome. Suhaibu Ar-Rumi alitoka Rome, alikuwa ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad, katokea huko, lakini hakubaguliwa na masahaba. Lakini kulikuwa na sahaba alikuwa akitwa Wahshi. Wahshi, mnamfahamu yule Wahshi ambaye alimpiga mshale Hamza, ambaye ni ammi yake na Bwana Mtume Muhammad. Yule alikuwa ni mtu mweusi, na aliingia katika Uislamu, na Uislamu haukumbagua eti kwa kuwa labda alimuua Hamza au pengine alikuwa ni mtu mweusi, la. Bali leo inafika kiwango mtu anabaguliwa kwa sababu zamani alikuwa mlevi. Yaani kwa kuwa mtu kaanza kuswali juzi anaanza kubaguliwa. Wewe bwana si mlevi, unaanza juzi bwana, anaanza kubaguliwa. Bwana hata wewe unaanza kuingia msikitini. Uislamu hautazami hivyo. Wahshi alimuua Hamza, piga mshale, kauliwa Hamza, na ilimuuma Mtume mpaka anaingia kaburini, lakini Uislamu haukumbagua Wahshi. Kwa nini? Uislamu unapinga ubaguzi. Uislamu unapinga ubaguzi. Bali kulikuwa na sahaba alikuwa akiitwa Fairuz, ni sahaba wa Bwana Mtume Muhammad, alikuwa ni katika miongoni mwa watu waliotoka Yaman. Uislamu haukumbagua kwamba huyu katoka sehemu fulani, Uislamu haukumbagua. Kwa hiyo ukisoma katika historia, Uislamu umekuja kumkomboa mwanadamu juu ya ubaguzi. Dunia imejaa ubaguzi, lakini Uislamu umekuja kuelekeza ya kwamba hakuna ubaguzi katika Uislamu. Asija akabaguliwa mtu kwa rangi yake, asija akabaguliwa mtu kwa kabila lake, asija akabaguliwa mtu pengine kwa ukanda au kwa nchi aliyotokea. Hapana. Hii mipaka tuliyowekewa ilikuwa ni fikra za watu kwa lengo la kututawala, ndio lengo, hakuna kingine. Hizi nchi, mipaka tuliyowekewa ni fikra za watu kututawala, kwamba kipande hiki kiishie hapa, hawa watatawaliwa na fulani. Kwani Berlin Conference ilikuwa inafundisha nini? Wewe shehe, Berlin Conference ilikuwa inafundisha nini? Berlin Conference mmesoma form ngapi? Mimi nakumbuka tumesoma darasa la 5 sura 6. Watu waligawana shekhe haya maeneo, sio? Yaani hata Berlin Conference ya muijue historia nao tunashindwa kwa nini? Berlin Conference watu waligawana maeneo.
Watu walikaa wakagawana kwamba kipande hiki kitakuwa ni cha watu hawa, kipande hiki kitakuwa cha watu hawa, kipande hiki kitakuwa cha watu hawa. Kwa hiyo ni mipaka tu watu wameiweka kwa lengo la kuwatawala watu, lakini isifikie kiwango wa Afrika ya Kusini wakawabagua Wagana, wakawabagua Watanzania, au Watanzania wakawabagua watu wengine. Uislamu unakataza kitu kama hiko. Yuko mwanachuoni mmoja anaitwa Ibn Kathir, alipokuwa anaelezea ile aya inayosema inna akramakum inda Allahi atqakum, yeye akasema la tatafadhalu bil ansabi wa innama bittaqwa, yani watu isipelekee wakajifadhilisha kwa sababu ya nasaba. Uislamu umekataza kujifadhilisha, kujifanya bora kwa sababu mimi natokea ukoo fulani. Uislamu umekataza. Uislamu umekataza kujitia bora, mimi natokea kabila fulani. Uislamu umekataza. Yani isitokee mtu akajifadhilisha hivyo, mimi nasaba yangu ni nasaba fulani, watu watukufu, si machifu, si nani. Uislamu unakataza hivyo. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Tukienda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, sote tunakuwa katika daraja moja, sote tunakuwa katika daraja moja. Siku ya Kiyama watu hawahukumiwi kwa sababu huyu Mnyamwezi, huyu Mzaramo, huyu Msukuma, la, au huyu pengine Mwarabu, huyu Muhindi, huyu Mzungu, la. Siku ya Kiyama mtahukumiwa kila mmoja kwa matendo yake. Waqifuhum innahum mas'ulun. Mwenyezi Mungu anasema wasimamisheni hao, hakika leo ni wenye kuuliza. Sio Waarabu wasimamisheni hapa Waarabu, wasimamisheni hapa Waswahili, wasimamisheni hapa Wahindi. Waqifuhum innahum mas'ulun, maana yake wote tasimamisha, tutaulizwa pale. Hakuna kubaguliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali ukitaka kulijua hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba amepinga ubaguzi, tazama katika ibada ya hija. Waliokwenda kutekeleza ibada ya hija hivi karibuni, watu wakienda Mina yaumu tarwiya, mwezi 8, wanakwenda kulala Mina, wote wanakwenda kulala chini. Hakuna huyu Mwarabu, huyu Muhindi analala juu ya kitanda, huyu pengine Mchina analala juu ya ghorofa. Hakuna, wote sheria ni moja, wote wanalala chini. Mweusi, mweupe, mwekundu, rangi gani, wote. Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha hikma ya kwamba wanadamu ni kitu kimoja. Wakitoka Arafa wakija kulala Muzdalifa wanalala. Hakuna mtu kama jamani mwekeni gorofa, mwekeni pale, hakuna cha gorofa, wote watalala chini. Ndio maana pale utamuona mtu rais, utamuona mfalme, utamuona mbunge, utamuona mkuu wa wilaya, wote wanalala chini wakiwa wamevaa shuka mbili. Mwenyezi Mungu hapa anaonyesha hakuna mbora mbele yenu illa bitaqwa, ila yule ambaye atakayekuwa ni mcha Mungu ndiye mbora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu anawazungumzia wale watakao kwenda kwake, sio kwa sababu ya ukabila, sio kwa sababu ya cheo, sio kwa sababu ya rangi, illa man ata Allah biqalbin salim, yule ambaye atakayekwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala ana moyo uliokuwa, sio kwa sababu huyu Mwarabu, hapana, wala haikuwa hivyo, sio kwa sababu huyu pengine ni mweusi, biqalbin salim, kwa maana amekwenda hali ya kuwa ana moyo uliokuwa sawa sawa. Kwa hiyo binadamu waache ubaguzi wa kubaguana, watu waache ubaguzi wa kutazama huyu katoka mahala fulani, katoka mahala fulani, la, watu waache ubaguzi wa aina hiyo. Uislamu umekuja kukemea kitu kinaitwa ubaguzi, na wala haifai kumdharau mwanadamu katika hali ya aina yoyote ile. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yeye katika moja ya maneno yake aliwahi kusema, fa inna nnasa, hakika ya watu, kulluhum min Adam, watu wote wametokana na Adam. Ibn Taymiyyah anasema hivyo, wa Adamu min turab, na Adamu ametokana na udongo. Wa innama la yatafadhaluna bittaqwa wal a'mali salihah, na hakika haiwezekani kujifakharisha watu. Wa innama yatafadhaluna bittaqwa wal a'mali salihah, hawezi mtu kujifakhiri kwa chochote isipokuwa kwa matendo yake mazuri na ule uchamungu wake aliyokuwa nao. Yani ubora wa mtu unapatikana kwa matendo yake mazuri na uchamungu wake aliyokuwa nao. Tukimwona mtu mchamungu, huyo ndio bora. Tukimwona mtu ana matendo mazuri zaidi,
huyo ndio bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sio kwa sababu ya nasaba au kwa sababu ya kitu kingine chochote kile. Kitu kama hiko Uislamu umekuja kukataza. Hiyo kasumba imeenea mpaka kuna baadhi ya maeneo ukienda, kuna misikiti watu wamegawa msikiti wa Makonde makabila. Uislamu haukuja kufadhilisha kabila ya mtu. Hakuna ubora wa Mwajemi wala Mwarabu ila bitakwa. Hakuna ubora wa Mzaramo wala ubora tu wa Makonde ila bitakwa. Lakini imefikia kiwango mpaka misikiti watu wanagawana. Msikiti huu bwana wenyewe hapa ni warangi. Yaani ukija hapa wewe Mzaramo uruhusiwi kuwa imamu hapa. Imefikia kiwango hiko. Kuna baadhi ya misikiti ukienda wewe kama sio Mnyamwezi huu imamu hapo. Nani kasema jamani habari hizi katika Uislamu? Ni nani kaleta habari hizi? Uislamu umekuja kukataza kuwabagua watu. Kikanda, kimakabila, kivyeo, vyote vile usimbague mtu. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya mwisho tumalize, anasema laisa minna. Mtume anasema sio katika sisi. Man daa ila asabiyya, yule ambaye ataanza kuita watu kwenye ukabila, yani anaanza kuwalingania watu kwenye ukabila. Mtume anasema sio katika sisi mtu huyo. Mtume anakukataa. Ikiwa unawaita watu bwana si Wanyamwezi, sio Wasukuma, sio Wadigo, Mtume anawakataa. Laisa minna man daa ila asabiyya, sio katika sisi yule ambaye analingania watu katika ukabila. Na Mtume akasema walaisa minna man qatala ala asabiyya, na sio katika sisi yule ambaye anapigana kwa sababu ya ukabila. Sio katika sisi. Ukimwona mtu anapigana kwa sababu ya ukabila, ukienda kwa mfano Sudani, kuna machafuko sasa hivi hapo, wanapigana, kuna makabila yanapigana yenyewe kwa wenyewe. Uislamu unakataza kitu kama hiko, kwamba sio katika sisi yule ambaye anapigana anaua mtu kwa sababu ya ukabila. Uislamu unakataza. Mtume akasema walaisa minna man mata ala asabiyya, sio katika sisi yule ambaye atakufa kwa sababu ya ukabila. Sio katika sisi yule ambaye atakufa kwa sababu ya ukabila, yani umekwenda kufa kwa sababu unapigania ukabila. Sio katika sisi. Kwa hiyo Mtume amekukataa ukienda kujifakhiri ukaanza kuwaita watu nyinyi Wanyamwezi njoni msali msikiti huu, nyinyi wa Makonde nyinyi. Mtume anasema sio katika sisi mtu huyo. Kwa hiyo neno ukabila halifai. Kupigana kwa sababu ya ukabila haifai. Kwenda kufa kwa sababu ya ukabila Uislamu unakataa. Na ukifa maana yake Mtume amekukataa, umekufa nje ya Uislamu. Yaani ufe ukiwa unapigania Uislamu, usiende kufa ukiwa unapigania ukabila. Uislamu umekataza kitu kama hiki. Kwenye dunia leo imejaa kila aina ya ubaguzi na mambo kama hayo yanaendelea. Ukienda katika baadhi ya misikiti katika mji wa Dar es Salaam, kuna misikiti ukienda unaanza kuangaliwa mara mbili. Wewe umefuata nini? Mji huu wa Dar es Salaam kama mjatembea na mjaona, kuna misikiti ukienda unatazama usoni mara mbili, katokea wapi? Yaani ukionekana wewe huyo wapi huyo? Na kuna baadhi ya watu misikiti yao pia wamejitenga. Yaani wanaamini misikiti ile wanasali watu wenye pesa tu. Nyie marofa misikiti ile tena msiende. Ukienda huyo katokea wapi huyo? Uislamu unakataza kuwanyanyapaa watu kwa kipato, kwa cheo, kwa rangi, kwa namna yoyote. Uislamu unakataza. Na ndio maana unaona katika moja ya falsafa Uislamu kuwataka watu wagusane miguu katika swala ni kuwaunganisha. Kuunganisha mioyo zao. Ndio lengo la Uislamu. Uislamu kugusana mabega, kugusana nyayo. Lengo au falsafa iliyokuwepo ni kuwaunganisha Waislamu wawe kitu kimoja. Kwa hiyo watu wasibaguane kwa hali yoyote. Na wala Uislamu haujakuja kubagua watu kwa dini zao. Hili ndio la mwisho ninalowaeleza. Uislamu haujaja kumbagua mtu kwa dini yake. As long as hawakupigi vita, as long as hawakutoi katika nyumba yako, Uislamu unakutaka uishi vizuri hata na asiyekuwa Muislamu. Yaani usije ukambagua mtu ukasema huyu Mkristo. Uislamu haujakutaka umbague hivyo, bali wewe kuwa mfano mwema kwa yule umlingania ingie katika Uislamu. Ndio maana unaona wale wasiokuwa Waislamu waliingia katika Uislamu kwa sababu ya akhlaki ya Bwana Mtume Muhammad. Yaani Mtume alikuwa akiwalingania wale kivitendo, alikuwa anawaita wale kivitendo, na walimpenda Mtume kwa tabia zake, wakajikuta wanaingia katika Uislamu. Kwa hiyo wewe ukianza kueneza chuki kwa asiyekuwa Muislamu, unamfanya yule auchukie Uislamu.
Kumbe ilipaswa wewe umlinganie yule aingie katika Uislamu. Ndio maana siku moja ilikuwa linapita jeneza la Yahudi mmoja, Mtume akawaamrisha masahaba wasimame. Waliposimama masahaba wakamwambia, lakini Mtume, innahu yahudiyu, yule ni Yahudi. Mtume akawaambia, alaisa nafsan, kwani ile sio nafsi? Ile sio nafsi mpaka mnasema yule ni Yahudi? Maana yake Mtume alikuwa anaonyesha yule ni mwanadamu, hata kama ni Myahudi tumesimama kwa ule ubora, ile sharafu ya wanadamu wake. Lakini pia Mtume akawa anahuzunika kwamba nafsi ile imeondoka hali ya kuwa imemponyoka, haikuingia katika Uislamu. Kwa maana yake usimdharau mtu kwa sababu ya dini yake, bali unaweza kumlingania akaingia katika Uislamu. Uislamu pia unapinga ubaguzi wa kumbagua mtu kwa dini yake, na vile vile asitoke mtu akambagua Muislamu kwamba kwa kuwa huyu ni Muislamu basi abaguliwe. Uislamu unapinga kitu kama hiko, bali ikitokea mtu anakubagua na wewe mbague. Ikitokea mtu anakupiga vita kwa sababu ya dini yako, na wewe mpige vita. Ikitokea mtu anakutoa kwenye nyumba yako kwa sababu ya dini yako, na wewe mtoe katika nyumba yake. Yaani Uislamu unataka hivyo, lakini kinyume na hapo usimfanyie madhara yule ambaye sio katika dini yako. Kwa hiyo Uislamu pia unakataa kumbagua mtu katika dini yake. Uislamu unakataa kitu kama hiko, bali leo unaanza kuona kuna baadhi ya watu wanaanza kubagua watu wengine. Huyu mtu fulani, huyu Muislamu, huyu hivi, huyu hivi. La, sisi kama Uislamu hatumbagui mtu kwa dini yake. Uislamu unakataza. Ndio maana unakuta katika moja hadithi Mtume akasema, ittaqu da'watal madhlum, ogopeni dua ya mtu aliyedhulumiwa. Ogopeni dua ya mtu aliyedhulumiwa. Mtu aliyedhulumiwa hapa Mtume hakumtaja kuwa ni Muislamu. Hata asiyekuwa Muislamu ogopa dua yake. Ukimdhulumu mtu ambaye sio Muislamu akanyanyua mikono yake, Mungu yule yule unayemwamini wewe anajibu dua yake ile, kwa sababu umemdhulumu. Yule yule ambaye unayemwabudu wewe, yule sio Muislamu, akanyanyua mikono, Mwenyezi Mungu anakuachia wewe, dua yake yule Mwenyezi Mungu anaipokea. Mwenyezi Mungu hakubali dua za watu madhalimu, lakini dua ya mtu aliyedhulumiwa na Muislamu, umemdhulumu, akinyanyua mikono yake, Mungu anakuachia wewe, ujue umepata hasara. Maanake vita yake utapambana na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hata asiyekuwa Muislamu hatakiwi kudhulumiwa. Usije ukamdhulumu mtu eti kwa kuwa sio Muislamu. Uislamu unakataza kitu kama hiko. Kwa hiyo kubaguliwa mtu kwa sababu ya dini yake, hapana katika Uislamu. Ndio maana Mtume aliwapokea Wakristo kutoka Najran. Wale manasara walikuja kwa Mtume Madina, Najran. Walipokuja ukafika muda wao wa kuabudu, Mtume akawawekea eneo la kuabudia. Umeona Mtume hekima yake ilivyo? Mtume akawapa eneo la kuabudia, ingieni humu muabudu. Wale Wakristo wakaingia, wakaenda kutoka na jirani, walikuja kumtembelea Mtume. Walikuja kwa malengo ya kutaka kujua habari ya Uislamu. Mtume akamwambia, mtaka kusali, ingieni humu msali. Akawapa eneo, wakawa wanasali. Uislamu haukukataza hivyo. Haukukataza hivyo. Mtume alikuwa anawaunganisha wale wasiokuwa Waislamu kwa hekima kubwa mpaka wanaingia katika Uislamu. Someni katika ile historia ya tajdidul Kaaba. Wakati al-Kaaba Makuraish wanaijenga upya, walipokuwa wametoa Hajar al-Aswad, baadaye wakati wa kwenda kulirudisha Hajar al-Aswad, kila mmoja akawa anapigana vita kutaka yeye ndo arudishe kwa sababu ya sharafu ya ukabila. Makuraish wanataka wao, si Banu nani wanataka wao, si Banu nani, kila kabila wanataka lenyewe ndo likaweke Hajar al-Aswad. Wakaweka sharti, wakasema atakayekuwa wa kwanza kuingia mahala hapa ndio atakayeweka Hajar al-Aswad. Watu wakakaa wakatazama nani atakuwa wa kwanza kuingia pale katika eneo la Kaaba, akawa ni Bwana Mtume Muhammad. Lakini Mtume baada ya kuingia wa kwanza, yeye hakwenda kuweka yeye jiwe, akachukua kitambaa kisha akaweka lile jiwe, akaita makabila yote, kabila fulani, kabila fulani, kabila fulani, njoeni, shika kengo hiyo, shika upande huo, shika upande huo. Wakabeba jiwe lile mpaka kwenye eneo la Hajar al-Aswad. Walipofika pale, Mtume akachukua akaliweka lile jiwe. Kwa hiyo Mtume akawaunganisha. Hawakuwa Waislamu, lakini Mtume aliwaunganisha. Kwa hiyo Uislamu unakataza hata dhana ya kuwabagua watu ambao sio Waislamu, ikiwa hawawapigi vita katika majumba yenu au katika ibada zenu au katika mambo yenu. Kwa hiyo dhana nzima ya ubaguzi katika Uislamu imekatazwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum, mbora wenu ni yule ambaye atakayekuwa mcha Mungu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Usimbague mtu kwa sababu wewe ni Mpemba. Umeelewa bwana? Wewe simbague mtu kwa sababu ni Mpemba. Wewe ni Mpemba au kwa sababu wewe Mzanzibari. Au kwa sababu wewe Mnyamwezi, sio kambagua mtu. Au wewe Mweusi unambagua mweupe. Usifanye kitu hiko, Uislamu unakataza, na ukimbagua mtu maana yake Mtume anakutoa katika Uislamu. Mtume anasema laisa minna, sio katika sisi. Ndiye ambaye anajifakhiri katika ukabila, sio katika sisi. Inshallah tuadhini. Baada ya adhana tumetembelewa na ndugu yangu al-akhi al-fadhil Sheikh Mawinda, walau tupate dakika 2 hizi kabla ya sala, kama na lolote inshallah tupate kilma kutoka kwako. Hii ni sharafu kubwa kutembelewa na wanawachuoni kama nyinyi inshallah. Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala al-falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi faddalna ala kathirin min ibadihi almu'minin. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحباب أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hii inaitwa surprise, lakini kubwa ni kushukuru katika lile linalosema kila siku, man sanaa ilaikum maarufa fakafiruhu. Kwetu sisi watu wa maridhiano nasema umetukirimu sana. Kubwa ni kuongeza tu msikiti huu na jumla watu wa Kinondoni hata Dar es Salaam. Kwako Sheikh Pembe tumepata hasira kubwa. Nilikuwa nimekaa pale nasikitika, nasema huyu bwana na mimi ningekuwa kama yeye. Nikamkumbuka yule bwana anasema laita shababa yaudu yauman saukubirahu bima faala al-bashir. Yule bwana alikuwa anasikitikia mapenzi, mimi nasikitikia uwezo wako wa kusema. Mungu amekubariki uwezo mkubwa, lakini kusema mwenyewe sio kusema tu, unasema kwa ufasaha. Allah akubariki, akutunze katika njia hiyo, na wenzako wanaoshirikiana na wewe hapa nyote kwa pamoja ninawaombeni kwa Mwenyezi Mungu. Kubwa sisi watu wa maridhiano na amani, siku zote hatujaacha kusema na kuendelea hivyo. Nimesema mahala juzi na nyinyi hapa ninawaambia, nchi hii Tanzania ni ya kwenu nyinyi. Hatima yake mnayo nyinyi, ipo mikononi mwenu nyinyi. Msiuze nchi hii kwa gharama yoyote, kwa sababu yoyote. Ivumilieni nchi yenu, magumu yapo na ndivyo maisha yalivyo, yanakwenda na kupita. Muda
tulionao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anahangaika kupambana kulirudisha taifa kwenye hali yake ya utulivu. Sisi jukumu letu ni kumuunga mkono. Unamuungaje mkono? Nikatoa mfano na hapa narudia tena. Wakati wa vita vya Badri, maswahaba wa Mtume waliulizwa, katika vita hii mnasemaje? Maana Mtume alikuwa haendi mahala, kama jambo lolote lazima atake ushauri. Mnaniambiaje? Wale wakamwambia, sisi hatukwambii wewe kama tulivyomwambia, kama wale Mayahudi walivyomwambia Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu hahuna qa'idun. Nenda bwana Musa. Bwana Musa alimwambia, jamani, tunatakiwa tuingie hapa kwenye ngome hii, tukifanikiwa hapa sisi tumetoboa. Wale wakenda wakachukulia ile miji kule, ile miji imewachanganya. Wakasema, bwana Musa, bwana, nenda wewe na Mungu wako mkabiliane, sisi tuko hapa tunakusubiri, ukishinda njoo tuendelee safari. Wale maswahaba wa Mtume wakamwambia Mtume, sisi hatukwambii maneno haya, sisi tunakwambia fadhhab anta wa rabbuka wa nahnu ma'akum muqatilun. Nenda wewe na Mola wako mkapigane, na sisi tuko pamoja na wewe kwenye mapigano. Kwa hivyo najibu watu wa hapa Mtabani, watu wa Kinondoni na watu wa Dar es Salaam kwa ujumla, mwambieni Mheshimiwa Rais ambaye anapambana na kilichotokea kuweka mambo yetu yaende vizuri, kwamba hayuko peke yake kwenye mbio hizi, nyinyi mko pamoja naye na pambana pamoja kuirudisha nchi yetu pamoja. Samia ni rais, ana umri utapita, nchi itaendelea kubaki. Kwa hiyo jukumu lako wewe, mimi na mwingine kuilinda nchi hii. Allahu waliyu tawfik. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran kwa istimaikum. Asante sana.